BMG pamoja daima. Lakini mimi nadhani ni wazo zuri kwamba tutoke na rai ya kwamba blueprint lazima itafsiriwe kwa Kiswahili, iwe rahisi kuwafikia wafanyabiashara wale wa kawaida na wale wa chini waweze kuielewa inataka kutatua tatizo gani. Hilo wazo zuri sana, na mimi nasema litakuwa ni moja ya msimamo wetu unaotokana nao hapa kwamba liwe kwa Kiswahili. Hata ikibidi ende kwa nukta nundu pia za wenzetu ambao wana challenge za kusoma wasome hiyo document. Blueprint kwa Kiswahili kizuri kabisa ni mwongozo. Yaani kwa Kiswahili kizuri kabisa unataka kusema ni mwongozo. Na nikitaka kusema neno zima, yani ile document nzima ni mwongozo wa kurekebisha kanuni za udhibiti ili kuboresha mazingira ya biashara. Kwa hiyo mwongozo, neno mwongozo, ile blueprint ni mwongozo tu. Kwa hiyo utakuta mwongozo lazima kwa sababu ni mwongozo lazima utengenezewe action plan. Ndio maana hiyo action plan alikuwa anazungumza pale. Kwa hiyo mwongozo ni mwongozo, lakini yenyewe inaongoza kitu gani kinatakiwa kifanyike. Lakini baada ya kuweka kwamba mwongozo lazima sasa tuwe na action plan. Katika majadiliano yetu na waomba sana tulenge katika kutoa mawazo yetu ya nini kifanyike, kuliko kutumia muda mwingi kulalamika bila kutoa mapendekezo, kwani serikali inategemea sana mawazo kutoka kwetu. Kwa maana hiyo na waomba na ninategemea majadiliano yetu yatalenga kwenye mambo 10 haya ninayotaka kuyaeleza. La kwanza, mapendekezo ya kuboresha maadili katika kufanya biashara nchini Tanzania ili kukuza uaminifu kati ya serikali na sekta binafsi. Sisi wenyewe tuseme tunafikiria nini kifanyike. Pili, mapendekezo ya kumshauri Mheshimiwa Rais na serikali ya namna bora ya kuwafanya Watanzania kuwa matajiri, maana ile ya kuwatengeneza mamilionea na mabilionea. Hivi sisi tunafikiria ni nini kifanyike ili kusudi hao matajiri wengi waweze kutengenezwa. Tusitegemee kwamba haya yatatoka serikalini, kwa sababu wengi humo serikalini hawajawahi kufanya biashara toka wazaliwe. Kwa hiyo hawajui wala hawaelewi nini kifanyike. Ni sisi ambao tunaguswa ndio tujue tunaweza kutoa mapendekezo nini kifanyike. Tatu, mapendekezo ya namna ambavyo sekta binafsi itashiriki katika utekelezaji wa mwongozo wa marekebisho ya kanuni za udhibiti ili kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara. Maarufu kama alivyosema ndugu Simbeye, inaitwa blueprint. Tumekaa naye, tumehangaika miaka 4 karibu. Sasa tushiriki vile vile katika usimamizi wa utekelezaji wake na kufanya tathmini. 4, sekta binafsi ya Tanzania bado ni changa. Na changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni kwamba zaidi ya 80% ya sekta binafsi hapa nchini sio rasmi. Tulikubaliana na serikali kuwa kuna umuhimu sana kuwa na sera, mikakati na sheria za makusudi za kuirasmisha, kuimarisha, kuiendeleza na ili iweze kuhimili ushindani wa ndani na nje ya nchi yetu na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Sera hii haijakamilika mpaka sasa hivi, na tulitegemea kuitumia sera hii kurasmisha vile vile mifumo ya majadiliano ya kiutendaji kati ya sekta binafsi na sekta ya umma katika ngazi zote kuanzia vijiji mpaka taifa. Je, nyinyi mna mawazo gani kuhusu swala hili? 5, mapendekezo kuhusu kuongeza vivutio vya uwekezaji wa ndani na wa kutoka nje. Tanzania tunashindana kuvutia uwekezaji hapa nchini, na baadhi ya Watanzania wanavutika hata kwenda kuwekeza kwenye nchi za jirani kuliko kuwekeza hapa nchini. Mapendekezo ya upendeleo maalum kwa Watanzania na kuweka sheria inayomlazimisha mwekezaji wa nje kushirikiana kiubia na mwekezaji wa ndani ili kukuza ujuzi na kubakiza sehemu ya faida hapa nchini tumeshayawasilisha serikalini. Lakini nyinyi mnafikiria ni vitu gani vingine inabidi vifanyike ili kusudi tuweze kuboresha mazingira ya uwekezaji hapa nchini. 6, mapendekezo ya namna kupunguza urasimu serikalini
ili kuharakisha uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali. Kilio cha wengi sehemu nyingi tunazokwenda kuzungumza, akiwamo hata Mheshimiwa Rais mwenyewe, ni urasimu uliokithiri katika kufanya maamuzi. Pamoja na kukemea sana, bado inaonekana hatujapata jawabu nini kifanyike kupunguza urasimu hapa Tanzania. Je, kuna haja ya serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi kutengeneza programu ya pamoja ya kubadilisha fikra na mawazo ya watumishi wa sekta ya umma kuhusu dhana nzima ya uwekezaji na maendeleo, kuhusu umuhimu wa mahusiano mazuri kati ya sekta binafsi na sekta ya umma? Najua wengine mmesoma magazeti, mmesikia ilifikia wakati DC anaweza kuamka tu akaja kiwandani kwako akasema sikupendi sura yako, inaonekana wewe ufanye kazi vizuri, basi nakutia ndani masaa 48. Halafu maneno baadaye. Hivi vitu Mheshimiwa Rais amevikemea, vimeanza kupungua, lakini najua sisi wote tunaofanya biashara tunakumbana na urasimu mbaya, na mwingine una harufu za rushwa. Kwa hiyo sisi kifanyike kitu gani ili kusudi tuweze kupunguza swala la urasimu? 7. Mapendekezo ya namna ya kuchochea uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Ili ajenda yetu ya uchumi wa viwanda tuifikie, ni lazima tuongeze uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Watanzania wengi wako huko. Programu ya maendeleo ya kilimo awamu ya pili inategemea sana uwekezaji kutoka sekta binafsi na serikali. Sekta ya kilimo ndio sekta binafsi kubwa kupita zote, na hapa nikisema kilimo, maana kilimo cha mazao, mifugo, uvuvi, misitu na kadhalika. Hii ndio sekta binafsi kubwa kupita zote hapa nchini. Na bila kuleta mapinduzi ya kilimo kiwe cha kibiashara na chenye tija kubwa, Tanzania ya viwanda itakuwa vigumu sana kupatikana. 8. Mapendekezo kuhusu upatikanaji wa mitaji na mikopo. Kuna haja ya kuja na mapendekezo mapya ya upatikanaji wa mitaji na mikopo kutoka vyombo vya fedha hapa nchini. Hii ni changamoto kubwa sana, hasa kwa vijana ambao ndio wengi. Mabenki ya serikali ya ukopeshaji wa kimkakati, yaani Tanzania Agricultural Development Bank na TIB Development Bank, yanahitaji mitaji mikubwa sana kuliko iliyokuwa nayo sasa hivi. Ukienda pale kwenye haya mabenki ukasema ninataka mkopo wa dola milioni 20 wa kuanzisha kiwanda, watacheka tu, watakwambia njoo baada ya miaka kadhaa, kwa sababu hawana. Aidha, tuwe na mifuko ya dhamana ili kurahisisha mabenki ya biashara kukopesha kwa masharti nafuu. Mabenki mengi ya biashara yanalalamika kwamba hayawezi kukopesha kwa sababu dhamana haziridhishi. Sasa nchi za wenzetu wengine wanatumia mifuko ya dhamana ambayo inakuwa chini ya serikali ili kusudi kuweza kuwapa dhamana mabenki waweze kuwakopesha, hasa wale ambao hawana dhamana, hasa vijana. Unamwambia kijana mkopo, weka dhamana nyumba. Sasa ndio kwanza amemaliza shule miaka 3 iliyopita, nyumba naitoa wapi? Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana la kuongeza mitaji. 9. Mapendekezo ya namna ya kuwavutia sekta binafsi walipe kodi bila shurti na namna ya kupanua wigo wa kodi ili kupunguza mzigo kwa wale wachache wanaolipa kodi. Tuna asilimia ndogo ya walipa kodi kupita nchi nyingi sana, hata Afrika. Kwa hiyo ndio maana mzigo unaonekana huko mzito sana kwa wale wachache ambao wanalipa kodi. Kuna haja ya kupanua wigo, lakini vile vile kuna haja ya kuangalia ni namna gani sasa tutaweza kuwa na sera na taratibu ambazo hazituweki sisi kama vile tuko katika ugomvi na TRA. Na 10, pamoja na kwamba Mheshimiwa Rais anaipiga vita rushwa kwa kukemea vikali na kwa vitendo, lakini bado rushwa ipo, japo imepungua. Sekta binafsi tunatoa mapendekezo gani ili kupunguza zaidi tatizo la rushwa hapa nchini?
wanasekta binafsi wenzangu, nimalizie kwa kuwapongeza wafanyabiashara wote wa kanda hii kwa mwitikio wenu wa kulipa kodi. Lakini pia tunaipongeza serikali kwa jitihada inazofanya ili kuhakikisha kuwa kunakuwa na mazingira rafiki ya kulipa kodi. Tunapongeza maamuzi yaliyochukuliwa na TRA hivi karibuni ya kufuta adhabu na malimbikizo ya kodi kwa 100%. Hii ni njia nzuri ya kuhamasisha ulipaji kodi na pia kuondoa mizigo ya kodi na tozo kwa wafanyabiashara. Tunaiomba serikali iendelee kuweka mazingira bora zaidi kwa walipa kodi na kupanua wigo kwa walipa kodi, kwani sisi sekta binafsi tunatambua kuwa kodi zetu ndio mchango mkubwa katika kuboresha huduma za serikali kama vile ulinzi na usalama, afya, elimu na miundombinu.